Mtazamaji wa Mchuchuma TV, bado tunaendelea na shughuli za shamba. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Michael Mwamlima kutoka Njombe. Je, unajua kupalilia shamba la parachichi ni vibaya, kunaweza kuharibu mizizi na kupunguza mavuno yako? Leo nitakuonyesha madhara halisi ya kupalilia shamba la parachichi na njia rahisi za kulinda miti yako. Usikose hizi tipu muhimu ili shamba lako likuwe salama na mavuno yako yasianguke. Hapa nipo na mkulima mwenye maarifa ya kilimo na uzoefu mkubwa katika uzalishaji wa parachichi. Anaeleza madhara na mbinu bora za kusafisha shamba ambazo unaweza zitumia kulinda matunda yako. Huku ndio mizizi ilipo huku. Unaona? Ndio mizizi ya mti huu ilipo. Sasa tunaposema kwamba hapa chini hatupalimi sisi. Huu ni mti kama miti mingine iko porini huku. Watu wengi wanahangaika na kulima humu, wanalima. Unachokifanya ndugu mtangazaji, unapolima ni kwamba unakata mizizi ya hii tunda. Na ukikata mizizi unaupa mti huu stressi. Ukiupa stressi utadondosha maua, utadondosha matunda. Pamoja na kwamba stress inaweza ikapatikana kwa sababu labda hakuna zinki, hakuna boron na ikafanya abortion. Sasa ukiendelea tena unakata kwa sababu wetu unataka kupalilia unakata. Sisi tunahitaji majani haya, ukikata majani unaweka huko unavundika bado inakuwa ndio lishe. Kwa hiyo hatulimi hapa sisi. Kabisa hatu practice hiyo. Shamba lote ile hatulimi. Ila mnafanya nini? Tunatumia shears zile kwa mkono. Utaona wafanyakazi, utaona sehemu nyingine huko wako wanakata. Wanapita wanakata, alafu wale wa mashine wanapita ukatikati. Na haswa miti hii midogo. Wafanyakazi tuna watu kama 20 wako hapa shambani. Sababu section mbalimbali. Umeona wale kule wanaandaa mashamba kwa ajili ya kupanda maharage katikati ya parachichi. Kuna wanaofyeka huko kwa mashine. Kuna ambao wako huko unaona wanapanda matunda mengine. Tuna matunda mengine tunataka kuyapanda kwa ajili ya kuongeza thamani pia ya shamba na kukidhi mahitaji ya mambo mengine. Sasa ninachotaka kusema, unapokata ni sawa na wewe nikupe drip ya lishe. Nikuwekee drip ya lishe, viinilishe vyote vya binadamu alafu na kukata mikono hivi. Nini kitatokea? Makovu yanapotokea, mwili utapambana kwa ajili ya kutibu hivi majeraha unayoyatia kwenye mizizi. Sasa hapa ni binadamu, ni mkono. Sasa wakati inapambana kutibu majeraha, hiyo ndio stress, maua yanadondoka. Wewe umekata mizizi kule, nini kitatokea? Mmea unapata stress. Unapunguza kiasi cha chakula cha kuchukua, kwa hiyo kunatokea upungufu wa uchukuaji wa chakula. Huku unatoa mbolea, huku unakata mizizi. Sasa practice gani hiyo? Huu ni mti. Huna sababu. Kwa hiyo tunachofanya ni kukata majani hivi, alafu tunaendelea kukuzia sawa, kwa njia ya msalaba ile. 1, 2, 3, 4, alafu unahama. Tunaangalia sprinkler imeanzia hapo, ndio unapoanzia. Kadiri unavyohama ule msalaba kuweka pointi 4. Huu mti tunauweka gramu, kwa mfano hii tunaipa gramu 200 kwa mwezi. Ipa gramu 200 kwa mwezi mpaka ifikishe miezi 5 tutakuwa umetoa kilo 1. Kwa hiyo at least kila mti huu mkubwa unapata nini? Unapata hizo gramu kwa msimu za nyongeza ya mbolea ya chumvi. Kwa hiyo hatulimi. Sehemu tunazolima ni kama hizi ambazo tunaenda kupanda nini? Maharage. Hapa wameshapanda maharage tayari. Wameshaandaa kupanda maharage. Kwa hiyo hii ni eneo ambalo tulikuwa tunalima mahindi zamani, sasa hizi tumeamua kupanda miche. Lakini unaona sehemu hiyo hapo hatulimi. Sehemu hiyo hapo tunakata kwa shears. Walikata kwa shears alafu wakaja wakalima. Kama unavyoona. Sasa humu kuna maharage humu yamepandwa humu. Hapo unaona hapajalimwa hapa. Sawa? Ila tumekata kwa shears haya majani ama kung'olea. Sawa? Na huku tunapita tunaukuzia mmea. Sio, unaelewa?
Sasa unapokata hapa unaona mizizi hii inakula chakula. Hizi roots hizi unaziona hizi? Hii ni parachichi. Lakini ukumbuke hii sio inayochukua chakula. Tuna vinyelea hivi vyeupe unaviona hivi. Ndio vinavyochukua vyakula. Hivi vyeupe. Hasa wewe ukilima hapa manake huu mti unaudisturb ukuaji. Na sasa sisi tunataka tumeutop. Sasa tunataka ukue. Uimarishe shina huu uzae ndani ya miaka 3. Si unanielewa? Kwa hiyo hatulimi sisi hapa. Sasa sisi tunafunika kusuppress hizo weeds. Hizi zizoko hapa unazitoa. Wanapita watu wanang'oa. Alafu unafunika. Na hapa tumeshaweka debe moja tayari la samadi. Kurudi nje. Mwaka unaofuatia mti utakuwa umeongezeka, tutaweka samadi hapa debe 2. Debe 3. Hivyo kila mwaka tunaongeza kadiri ya mwaka na samadi. Kwa hiyo tuna uhakika huu mti ndani ya miaka 3 tutaanza kuvuna. Nitakuonyesha miti kule ambayo sasa hivi tunavuna ina miaka 3. Yaani mti kama huu mti huu tayari ni una athari na umeshaanza kufanywa treatment. Hapa tumeshaanza kuapply mbolea na tunaweka extra kwa sababu ya demand iliyopo. Tunahitaji sasa tupate majani ya kutosha ili tufunike matunda kwa ajili ya kukwepa hiyo sunburn. Kwa sababu parachichi zuri linazaa tunda alafu linaweka majani mbele ya kufunika tunda ili sipate sunburn. Sasa hii hapa itatokea sunburn na ili isitokee tunataka hiki kipindi cha mvua hichi tuhakikishe kwamba huu mti umeshapata flash ya kutosha ya majani. Kwa sababu ulizaa sana, unaona? Ulizaa sana. Lakini inawezekana lishe imeshindwa kubalance. Hebu angalia matunda yaliyoko kwenye huu mti. Sawa? Yako kiasi gani? Alafu angalia yaliyodondoka hapa. Ambayo hii sasa tunaita stress. Hebu angalia matunda yaliyodondoka hapo chini. Hebu angalia. Unaona? Kwa hiyo usipoongeza jitihada za lishe kwenye mti huu hapa, tutapata droppage ya matunda mengi sana. Tutapata loss ya matunda mengi. Sawa? Kwa hiyo hapa tumeshaanza treatment ambazo tunafanya kila mwezi, management ya kila mwezi ili kuokoa matunda haya yaweze kufika mahali pake. Mengine unaona hayakuchumwa, haya ni late. Kwenye late. Paka late hii changamoto. Lishe hapa chini haitoshi kwa accommodate, lakini pia tayari umeshapata stress. Umeona Unaona tulipaka rangi nyeupe hiyo. Ni kupunguza stress hiyo kwenye sunburn ili mmea uendelee smooth. Lakini pia kuna dalili za phytophthora. Umeona Kwa hiyo tumesha treat hapa chini na Pillar Vigo. Umeona Kwa hiyo hapa tuko kwenye hatua za kuokoa huu mti. Mti unaumwa kama anavyoumwa binadamu. Sawa bwana? Sasa unaweza kuona mti huu hapa, unaona? Kadiri unavyoshuka manake, hebu angalia matunda yaliyoko huko chini. Unaona Sasa ili tawi lilikuwa juu hapa. Lakini linashuka mpaka limefikia hapa. Kwa hiyo hapa inabidi kijana apite sasa aweke mti kwa sababu hili limebendi kutoka kule kwa sababu ya uzito wa uzalishaji. Unaona? Hii ndio miti ambayo of course mwaka jana ulizaa sana, mwaka huu umepunguza. Lakini matunda bado yapo. Na ukiacha haya matunda mpaka mwezi wa 7, wa 8. Si unaona matunda haya? Ukiacha mpaka mwezi wa 8. Utakuta matunda 3 kilo, 2 kilo. Umeona Sasa miti hii inatupa kilo 400, 450, 600, inavari kulingana na umri na size. Kwa hiyo tuna miti inatoa kilo 600, kuna miti inatoa kilo 400, kuna miti inatoa kilo 300. Miti kama hii inatoa labda kilo 100 na wakati wa uzalishaji mzuri. Lakini ukumbuke tena ndio kama hivyo kuna miti midogo
kama hivi. Tunaendelea kuinesi kwenye maeneo haya ili unaona hapa tunahitaji grafting, lakini sasa huu mti huu nautaka ni uache uwe loko tu, uende juu tu. Sawa? Au ina maana huwa hujafanywa budding? Hujafanywa grafting, sio budding, ni grafting. Okay. Budding ukichukua scion hii ukiiweka ukutani hapa, ukaibind, hiyo ndio tunaita bud. Lakini parachichi alifanywa bud, linafanywa grafting. Unachukua scion, yani hichi kikonyo, unachana katikati, sawa? Alafu unachomeka. Hiyo ndio grafting. Kwa hiyo watu wanakosea, wanasema mti wangu haujafanywa budding wa parachichi. No. We don't do budding kwenye parachichi, tunafanya grafting. Ya nyuki. Lakini huku bado tumeendelea kupanda mimea ya nyuki kama unavyoona maua, na tunaendelea kuongeza mbegu za haya maua. Sawa bwana. Kuna swali lingine la ufahamu? Ya. Kwa hiyo tunaenda hatua kwa hatua. Tunaongeza tunasema unaweza kuanza kidogo mpaka utafikia mahali una mimea mingi ya kutosha. Simona bana, mimi nilianza na eka 5 zile, nikaja nikaongeza huku hiyo hapo, nikaongeza hivyo naenda naongeza. Baadaye hiyo inanipa uwezo. Hasa mashamba kama haya natumia trekta kufyekea huku. Umeona ili tumelitrain kwa trekta. Na hili limepandwa 8 kwa 4. Lakini utaona mashamba yetu yote tumeweka barabara. Sasa hizi barabara ni kwa urahisi wa management. Sawa? Na huko ni hifadhi, nimeweka hifadhi. Nyuki mwezi wa 9 wanakula chakula cha nyuki, wanapata mwezi wa 9 kwenye eucalyptus ya kwangu. Kwa hiyo hapo ni msitu na tuna nyuki wa nje na wa ndani. Kule tuna mabanda ya nyuki. Na mizinga ya nje. Na huku kuna mizinga. Kwa hiyo kila eneo letu, hasa kwenye mabonde, sisi hatulimi mabonde. Tunapanda mivengi na vitu mbalimbali vya kuongeza chakula cha nyuki. Sawa? Na ukumbuke nyuki anaenda kilomita 2.5 huku na huku. Maana yake nini? Hata majirani waliopanda mahindi na nini wananisaidia pia kulisha nyuki hapa. Waliopanda maharage na vitu kama hivi. Na ndio maana ukisoma kazi za nyuki, moja ya nyuki kwenye mashamba ya maharage wanatumika kuongeza uzalishaji. Watu wana kodi mizinga. Wanapeleka wapi? Shambani wanaweka kipindi kile cha maua. Ili kuongeza nini? Uzalishaji wa maharage. Kwa hiyo tunawahitaji nyuki sana. Kwa hiyo huku kuna mizinga ya nje huku. Kuna nyuki wanapenda kukaa nje, kuna nyuki wanapenda kukaa ndani. Kama unavyoona, sasa huku hatulimi. Hatulimi kabisa, tunafyeka, tunaweka mbolea. Fyeka, tunaweka samadi, tunaweka mbolea chumvi. Unaona? Na hizi barabara sasa ndio zinatusaidia kusogeza haya mahitaji. Sawa bwana. Kwa hiyo njoo miaka 3 ijayo hapa, mimi navuna hapa. Sasa wewe uliyeanza kujenga nyumba, wewe umeanza msingi. Hii hela ya kununua hili shamba hili ni eka 2 zina point. Labda utanunua milioni 2. Ambao wewe kwenye nyumba ni chuma ile ya msingi ule na mawe na kila kitu. Mimi nimeweka hapa. Wewe unapokuja unaendelea na tofali na nini, mimi naweka dawa huku za kuzia na samadi. Wewe unakuja unafanya sijui nini, unapandisha linta sijui nini, mimi wakati huo na top na pruni na malizia naweka chakula kingine
naweka maharage humu navuna. Alafu wewe unakuja unapiga paa huko mwaka wa 5 na wa 4, mimi huku miti ishakuwa mikubwa. Sawa? Ikiwa mikubwa kama nimekuambia iko miti 400 na 290 hapa. Kwenye eka hizi mbili ambazo eka hizo ungenunua hata milioni 1 ni milioni 2 ambayo ndio foundation yako. Na bado usijaweka hela kiwanja. Sasa mimi nakuja naanza kuvuna mwaka wa 5, wewe ndio unaingia kwenye nyumba, umeshapiga rangi na nini. Mimi mwaka wa 5 piga hesabu. Kila mti unipe hizo kilo 120 na kitu. Na kuna miti mingapi? 290. Piga hesabu wewe utakuwa na shinga. Yaani mimi nitakuwa na shamba, alafu na hela ya kujengea nyumba kama hiyo ulikuwa unajenga wewe. Na unaendelea kuvuna. Alafu unaendelea kuvuna. Wewe unavuna nyumba. Unataka punda, unataka mlio. Vijana fikirini sana. Sawa? Sawa. Vipi Lamek? Tuko na waheshimiwa waandishi wa habari. Uliona naye? Na wale wageni na wanajeshi. Sawa, huyu bwana ni msimamizi. Saizi yuko anaendelea kutrain watu na hizi mashine. Nafikiri wiki hii tutaongeza 2. Na wale jamaa wanaotoka Kigoma saizi wanakuja. Tutateua watu wengine 2 wawe 4. Kwa hiyo itakuwa mashine 4 zinatosha. Tukichanganya na trekta. Ya. Umeona